Na ukitoka hii dunia unafaa ujiulize, ukitoka hii dunia nitaenda njia gani? Jifikirie leo, fikiria maisha yako. Ukitoka hii dunia nitaenda wapi? Unahangaika hapa na pale ukitafuta pesa. Unafikiria pesa zinaweza kuzuia usife? Watu wanahangaika wakitafuta viti. Kifo inaweza kukuta ukiwa kwa kiti iende na wewe, ama itakupita tu. Kenyatta alikufa akiwa katika kiti cha urais. Magufuli alikufa akiwa katika kiti cha urais. Kifo kinaweza kukopa security. So watu wanajilinda wakifikiria watakufa. Kifo mahali popote ulipo kitakupata. Na kifo ikikupata, siku ile kifo ikikupata, utakuwa mtu wa aina gani? Utakuwa mwenye dhambi ama utakuwa mtakatifu? Ukiwa mwenye dhambi, utaenda jehanamu ya milele. Ukiwa mtakatifu, utaenda katika uzima wa milele. Nataka niongee kuhusu mambo mawili tu peke yake. Nitaongea kuhusu Kaini na Abeli. Nitaongea kuhusu Yakobo na Esau. Nitaongea kuhusu Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Alafu niweze kumaliza. Ukiangalia katika Biblia, wakati Mungu alipoumba dunia, alipoumba dunia siku 5, siku ya kwanza aliumba nuru. Alipoona nuru akasema nuru ni njema. Na kutoka hapo Mungu akatengeneza nuru na giza, akaita giza usiku. Na mchana na nuru akaita mchana. Na ukiangalia kuna nuru ya siku ya kwanza na kuna nuru ya siku ya 4. Nuru alizi ni ile ya siku ya kwanza. Nuru ya siku ya 4 ni nuru ya jua. Na nataka tuweze kuangalia tuone siku ya 4 na siku ya kwanza. Ili uweze kujiuliza ninatumia nuru gani? Natumia nuru ya siku ya kwanza ama natumia nuru ya siku ya 4? Nuru ya siku ya 4 iko kwa mateso. Nafikiria hii tent iko hapa kwa sababu mnaogopa nuru ya siku ya 4. Ama namna gani? Kwa hivyo nuru ya siku ya 4, hii ni nuru ya mwanadamu. Ni nuru ya kutesa mwanadamu. Lakini nuru ya siku ya 4, siku ya kwanza, hii nuru inawakilisha Yesu Kristo. Yesu akasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Na kila anifuataye atakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hiyo ni Yohana 8:12. Nuru ya siku ya kwanza inawakilisha Yesu Kristo. Nuru ya siku ya 4 iliwekwa kwa sababu ya mwanadamu. Na hii nuru ambayo ya siku ya 4 hauipendi. Haleluya. Tunapata watu siku hizi maisha yale watu wanaishi na Yesu alikuja hii dunia ni tofauti sana. Angalia Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba mwanadamu kwa sura yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari 26 na 27. Maandiko inasema hivi. Mungu akasema, si vyema huyu mtu aishi peke yake. Hiyo ni Mwanzo Mwanzo sura ya kwanza mstari 26 inasema, Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Samaki na ndege zia uru. Kwa hivyo Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba mwanadamu na mfano wake. Na sura yake. Mfano wa Mungu ni nini? Mfano wa Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ana mwili kama sisi. Usifikirie Mungu anakufanana. Mungu ni roho. Ukiangalia Biblia inasema, Mungu akasema, tuumbe mtu kwa mfano wetu. Mfano wa Mungu ni mambo manne: haki, utakatifu na umilele. Sura ya Mungu ni roho.
sura ya Mungu kulingana na kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24. kulingana na Yohana inya mstari wa 4. Mungu ni roho, Mungu ni kirundu, wanaomwabudu wamwabudu katika roho na kweli. So Mungu alipoumba Adamu, aliweka mambo manne na akaweka roho ndani ya Adamu ili Adamu aweze kuwa na sura na mfano wa Mungu. Hiyo ni sura ya kwanza katika Mwanzo. Sura ya pili, ukisoma sura ya pili mstari wa 7, maandiko yanasema Bwana Mungu akafanya mtu kwa mfano wa ardhi, akapuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi iliyo hai. Kwa hivyo Bwana Mungu aliumba mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kuna Mungu akasema, Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Na alipoumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kusema nafsi hai, kusema nafsi iliyo hai ni kumaanisha ina mwanzo na iko na mwisho. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45, inasema mtu wa kwanza akawa nafsi iliyo hai. Kwa hivyo Adamu alikuwa na nafsi iliyo hai ambayo iko na mwanzo wake na iko na mwisho wake. Ndio unaona kuna Mwanzo sura ya pili mstari wa 16 na 17. Maandiko inasema vizuri. Maandiko inasema Bwana Mungu akamwagiza yule mtu akisema, matunda yote ya miti ya bustani unaweza kula. Mstari wa 17, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Maana siku ile utakula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hii ndio neno la Mungu ambalo Mungu alipatia Adamu. Neno ni Mungu. Kulingana na kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno ni Mungu. Neno tena neno ni roho. Yohana 6 mstari wa 63. Maandiko inasema mwili haufai kitu, roho ndiye anayetia uzima. Maneno anawaambia ni roho tena ni uzima. Wakati Mungu alipatia Adamu neno, akamwambia matunda yote ya miti ya bustani unaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kula matunda ya mti huo utakufa hakika. Adamu alipopokea hilo neno ndani ya moyo wake, alipokea roho wa Mungu. Alipokea Mungu ndani ya moyo wake. Adamu aliweza kupata sura ya Mungu. Na alipopata sura ya Mungu, Adamu akaishi. Alipoishi, katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Bwana Mungu akasema si vyema huyu mtu aishi. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mwangalie Mwanzo kwa sababu ya muda. Twende chapter 3. Chapter 1 tumeona Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Chapter 2 Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Chapter 2 verse 15 mpaka 17 tunaona Bwana Mungu akamtoa mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailinde na kuitunza. Aliambiwa atunze nini? Alinde moyo wake. Kulingana na kitabu cha Mithali ile mstari wa 23. 4 mstari wa 23. Maandiko inasema linda moyo wako kuliko vyote ulivyo. Maana huko ndiko kutokako chemchemi za uzima. Unawezaje linda moyo wako? Zaburi 119 verse 11. Maandiko inasema
nimeliweka neno lako ndani ya moyo wangu ili usikutende dhambi. Maana karombe ketoto hakuna naye. Neno likiwa ndani yako uwezo wa kutenda dhambi ya Mungu. Utaka roho yanayokuwa toka kwa Mungu. Na Mungu alipatia Adamu neno. Na Mungu anakera Adamu mtoto. Na alipopatia Adamu neno, leo anakera Adamu mtoto. Alipokuwa na lile neno ndani ya moyo wake, Mungu yale mtoto wake ni ngore yao. Alikuwa mmoja na Mungu. Mwana Mungu. Alikuwa amepatana na Mungu. Alikuwa hata na Kwa sababu Mungu ni neno. Na mtoto Mungu ni neno. Amepokea neno. Na ndio akapokea mtoto. Wakati tunapoangalia Mwanzo 3 mstari wa kwanza, tunaona nyoka. Nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyofanya Bwana Mungu. Mwanamke akauliza ati Mungu alisema msile matunda yote ya miti ya bustani. Akamwambia matunda yote ya miti ya bustani tunaweza kula. Mstari wa 3 ya asili kusema, akasema walakini matunda ya mti wa katikati Mungu amesema tusile. Wala tusiguze. Sije tukafa. Mungu alisema wasiguze. Mungu alisema kuna mtu wa katikati. Katika mtu wa katikati kulingana na Biblia, mti wa uzima ulikuwa katika bustani la Edeni. Lakini wahubiri wasiosoma Biblia na wale ambao hawataki kusoma Biblia wanasema mtu wa katikati ni mguu. Bali Mungu anataka kwa na mguu na mti. Mungu anataka kwa na kono na mtobo ale Mungu amete Adamu amere basiana na kabera basiana na bolela netie. Wao hapa na nyumba bona nene ndo basiaro. Kwa mwanga kwa kumere kitendo. Ili wao usaliwe. Ndio wasiaro kwa Mungu ataki kwa na mtobo na ngoro. Ndio kwa Adamu na hawa mama anjoka. Leo maoni yatandiki Biblia. Haleluya. Leo yateke Biblia. Yateke Biblia. Bibi areke Mungu ayondani nimetenza to moto yobya korea. Moto yoko mnyalika wea na wewe. Ole leke moto kwa na moto yobya korea. Kwa na moto moyo atateka muda na kwa na moto yoko mnyalika wea na wewe. Na Mungu moto yowe atakobya korea. Anaweza kujia korea moto kwa mnyalika wea na wewe. Kuma huu komere ya katika uko la nyoka. Leye lea mwagura tele ni maki nako kalamu tekwa nabo nabo tela da ndo Mungu nako nantuko kalamu teyo ukabura medo wakarobo Mungu ukeme haya meana yama yamai. Haleluya. Kumau kwambere totoron komande ne nkoroweke kumande ne nkoroweke antarudo Mungu koronoweke untotoron Mungu koronoweke ambere komande koronoweke aere wao Alawa Adamu asiara wewe Komagi ongela asiara wewe abe ibi ya to mere kai nyoro abe. Haleluya. Moro ani umete kwao kai ni umete kwao Zazawa Adamu asiara seni endeleo asiara yo asiara ba asiara o asiara wa asiara ole wao Don koma yo peleke no asiara ole wao Alo koma Nego dige koma o abawa to dige koma o asiara ole wao Biblia ruwadre ni wa baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpedaso kusitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Hala simama katika kweli. Sio kweli ndani yako. Koma ilo koma ade akanga siara leo koma kanika Bole kwa mundo obwere kwera ka wa oro na mutane kan oro sikia mutane ne ngorwani uwende woro ete bana no ba no na siki oro wa to ngorwani ke baro Yohana ile to mstari wa ama no 15 iruanda asubeni yake ni nani na hakuna muwaje aliye na uzima wa milele kaenda ndani ya Dede wambosia fulana kaini wote kaini woe kaini woe mutanete nonto bwae
Naondoa suki. Haleluya. Kwa hiyo Kaini akamuua ndugu yake. Kaini aroa mkene. Kaini aliua ndugu yake. Mtu Kaini aroa mkene. Wote walisimama mbele ya Mungu. Kwanza wanamembe wote walitegemea sadaka kwa sababu kusimama mbele ya kwanza wategemele itakayotoka kwa mbele. Biblia inasema Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Ndio Kaini analeta tabia nzuri sadaka kwa Bwana. Waliosoma Biblia wanasema Kaini alileta vitu vilivyopooza. Hata mbele hata Biblia kwa Kaini analeta tabia ilitobikonunka alekirenya pilipili murungu akorwa yatomera murungu ara kwa mberia jongwana ke Kaini bondo rongo bitandiko Biblia ilikuwa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Kaini alileta masira ndiguru ardhi wakilisha nani? Mwanadamu. Kama mtu ya ardhi. Kaini ametoa mazao ya ardhi. Mwanzo 3:17. Mungu akaambia Adamu. Wewe umesikiza sauti ya mke wako. Kala matunda niliyokuagiza nikisema usile. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imebarikiwa ama imelaaniwa? Kaini ameleta mazao ya ardhi kwa nani? Ameleta mazao ya ardhi ambayo imebarikiwa ama imelaaniwa? Alipoleta mazao ya ardhi iliyolaaniwa, Mungu angeweza kupokea mazao ya ardhi yaliyolaani? Mungu akakataa sadaka ya Kaini kwa sababu imetokana na ardhi iliyolaaniwa. Ukiangalia Abeli alikuwa mchungaji wa kondoo. Na huyo Abeli ambaye ni mchungaji kondoo, ukiangalia watu wote wamezaliwa na baba moja, mama moja na wanaishi katika nyumba moja. Lakini kazi ni tofauti. Abeli akaleta wazao wa kwanza sadaka kwa Bwana. Abeli aleta rusero mbele. Alileta mwanakondoo wa kwanza. Aleta kama ndu kambere. Mwanakondoo wa kwanza anawakilisha nani katika Biblia? Anawakilisha Yesu Kristo.